moja tumalize, tufike takapofika, alafu tutasema. Waqalu, na wakasema, malana, tuna nini sisi, la nara rijalan, hatuwaoni watu, kunna, tulikuwa kule duniani, naudduhum, tunawahesabu, min al-ashrari, katika watu wabaya, katika watu washari, mbona tena humu motoni hatuwaoni kwenye adhabu? Aya hii itaka mazingatio makubwa sana. Waqalu, na watasema, ma lana, tuna nini sisi, hawa ni watu wa motoni. Kwa sababu kwa mujibu aya ya 55 inasema hadha wa inna lit-taghina la sharra ma'abin jahannama yaslaunaha fabisal mihad. Kwa hivyo hao ni watu wa motoni, watasema wakiwa motoni mle. Waqalu, na watasema, ma lana, tuna nini sisi, la nara rijalan, mbona hatuwaoni watu, kunna, tulikuwa, naudduhum, tunawahesabu wao, min al-ashrari, katika watu wabaya, watu washari, mbona hawako pamoja na sisi motoni, wamekwenda peponi au wako wapi? Kwa hivyo inaonekana binadamu hawezi kuamua kumuingiza mtu peponi wala motoni kwa mawazo yake, na kwamba yako mawazo hapa duniani kwamba fulani ni wa motoni, kumbe huko haitakuwa hivyo. Na kinyume chake, yako mawazo hapa duniani kwamba fulani yule peponi moja kwa moja, kumbe haitakuwa hivyo. Masuala ya pepo na moto, anayejua uhakika wake ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi tuweke husnu dhanni tu kwa mtu mwema, tuseme huyu tunaamini sana ni mtu wa kheri na inshallah atakwenda peponi. Na mtu mbaya tuseme kwa hivyo anavyofanya hivi hasi mtu mzuri, inshallah Mungu amuongoze, tumtakie jambo la kheri. Basi tufanye namna hiyo. Lakini tukishakuwa kazi yetu kuamua fi nari jahannama hivi na hivi na hivi, na hili ndio tatizo moja limekuja katika haya makundi mapya yanayojitokeza. Wanafika mahala kama vile wanaamua fulani wa motoni, fulani wa peponi. Sawa, ni vizuri kukemea madhambi, kukataza mambo mabaya, lakini kufika mahala mpaka ukaamua we motoni tu, unamwambia mtu si jambo zuri. Si jambo zuri, kwa sababu hasa ikishakuwa bado ana imani yako ya Kiislamu, mmepishana kwenye baadhi ya mambo, au ana mwendo si mzuri, basi unaweza kumtahadharisha, bwana hivyo unavyofanya si vibaya, na hatima ya mwendo huo ni hatima mbaya tunavyofahamu sisi, mbona unajipeleka pahala pabaya wewe? Yani tuzungumze lugha hizi vizuri zaidi kuliko zile lugha za kukata kata tu na kupeana maneno makali makali Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Hilo si jambo zuri kwa sababu hili hata wale makafiri wenyewe watasema kuna watu kwa tunaohesabu ni katika watu washari, watu wabaya, mbona leo hatuwaoni motoni? Kuonesha kuwa mawazo ya binadamu juu ya pepo na moto, nani ataingia nani atakuwa haingii, ni mawazo finyu, si lazima yawe na uhakika. Uhakika zaidi anaujua nani? Mwenyezi Mungu. Basi waqalu, na watasema, ma lana, tuna nini sisi, la nara, mbona hatuoni, rijalan, watu, kunna, tulikuwa, na udduhum, tunawahesabu, min al-ashrari, katika watu wa shari, watu wabaya. Mwenyezi Mungu anasema, attakhadhnahum sikhriyan, je, tumewafanyia mzaha, tumewafanyia utani hawa, tumewafanyia maskhara, kwamba watu tusema tutawaingiza motoni halafu wengine hatutowaingiza? Amzaghat anhumul absaru, au yamewapotosha wao maono, jinsi walivyoona wao sivyo uhalisia wa mambo ulivyo. Bila shaka Mwenyezi Mungu hajafanya mzaha, Mwenyezi Mungu hana utani. Kwa hivyo hapa bimaana bal, attakhadhnahum sikhriyan bal zaghat anhumul absar. Je, tumewafanyia utani? Hapana, yamewapotosha maono yao, hawakuona vizuri mambo kule duniani, sasa wanadhani akhera itaamuliwa kama walivyoona wao kwenye dunia, kumbe wamekosea. Tumefahamiana? Na hii ni lugha tu kaipunguzia makali Mwenyezi Mungu kusema attakhadhnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Ni kama mtu kafanya mambo na mwambie wewe unaugua kichani, yani kama vile unamhoji, badala ya kumwambia wewe mwenda wazimu. Ukimwambia wewe mwenda wazimu, umemkatisha zaidi maneno, umemkatia maneno, kwa sababu unaugua kichani ni wewe. Yani hili kidogo unalifanya jepesi, kama vile unahoji. Lile la mwanzo ni tusi la moja kwa moja, mwenda wazimu, ondoka hapa. Au yule usimshughulikie, mimi na wasiwasi yule akili zake zimeanza kuharibika. Usimshughulikie yule, kesha data yule. Ni lugha tofauti.
ya kukata na ile kidogo ya kubembeleza. Hapa Mwenyezi Mungu kazungumza lugha nyepesi kidogo. Atakatnahum sikhriya, je, tumewafanyia mzaha? Amzakat anhumul absar, au macho yamewapotosha, maoni yao yamewapotosha, hawakuona vizuri mambo. Ukweli ni kwamba hawakuona vizuri mambo, kwa hivyo maono yao yamewapotosha. Na absar si lazima iwe macho, busara tu zimewapotosha, busara zao, mawazo yao na fikra zao hazikuona vizuri. Akasema hili ni angalizo na ni tahadhari, tusipike mahala tukadhani kwamba kwa maono yetu sisi itatosha kumuingiza mtu peponi au motoni. Kubwa tumwachie Mwenyezi Mungu, tuweke kwamba huyu kwa namna anavyokwenda tunadhani sana itakuwa hivi, na huyu kwa namna anavyokwenda tunadhani itakuwa hivi. Na pale tunapotarajia kheri tumuombee kheri, na pale tunapotarajia shari tumuombee Mungu amuongoze. Ndio lugha nzuri katika dini kutumia hiyo, kuliko zile lugha kali kali za kijeuri katika mambo. Kwenye kukemea dhambi utakuwa namna nyingine, lakini kwenye kuweka matarajio uwe namna hii ninayosema. Inna dhalika, hakika jambo hilo, anasema Mwenyezi Mungu, la haqqun, ni la kweli kabisa, au la haki, takhasumu ahli nari, kuzozana, kuhasimiana, kugombana watu wa motoni.